Katika ibada ya misa takatifu ya uzinduzi wa huduma za kipapa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama askofu mkuu wa Roma, mrithi wa Mtume Petro na mchungaji wa Kanisa Katoliki ulimwenguni. Baada ya somo la Injili takatifu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekabidhiwa alama za kale za kiaskofu zilizounganishwa na Mtume Petro, yaani pallium na pete ya mvuvi. Pallium ni vazi la kiliturujia lililotengenezwa kwa sufu ya wanakondoo. Linawakilisha taswira ya mchungaji mwema anayembeba kondoo aliyepotea mabegani mwake, na linatukumbusha majibu ya Petro mara 3 kwa mwito wa Bwana mfufuka wa kuwalisha wanakondoo. Pallium linamwakilisha Mwokozi ambaye alipokutana nasi kama kondoo aliyopotea, alitubeba mabegani mwake kwa kuchukua asili yetu ya kibinadamu katika umwilisho. Aliitakasa, akatutoa kwa Baba kupitia kifo chake msalabani na akatutukuza kwa ufufuko. Ni utepe mwembamba unaovaliwa juu ya vazi la misa ukining'inia mabegani. Kuna vipande viwili vyeusi vinavyoning'inia mbele na nyuma. Misalaba 6 ya hariri nyeusi, moja katika kila kipande kinachoning'inia na 4 kwenye mviringo wa mabega, na unapambwa kwa sindano 3 mbele na nyuma, zikionyesha misumari 3 ya kusulubiwa kwa Kristo. Baada ya kuvishwa pallium hiyo, ilifuata madhehebu ya kumvisha pete ya mvuvi, yaani fisherman's ring. Pete ya mvuvi ina maana maalum kama pete ya mhuri, inayowakilisha muhuri wa imani aliopewa Petro ili kuwatia nguvu ndugu zake. Inaitwa pete ya mvuvi kwa sababu Petro, kwa kuamini neno la Yesu, alivuta nyavu kutoka baharini akiwa ndani ya mashua katika tukio la muujiza wa samaki wengi. Baada ya Baba Mtakatifu kukabidhiwa pete ya mvuvi, ibada hii huhitimishwa kwa sala ya Roho Mtakatifu, akiombwa amjaze Papa mpya nguvu na upole katika kuwaweka wanafunzi wa Kristo katika umoja na ushirika wa Roho Mtakatifu. Papa kisha hubariki mkusanyiko kwa kitabu cha Injili, huku kisikika wimbo Ad multos annos, yaani miaka mingi, kwa lugha ya Kigiriki. Kisha hufuata ibada ya utii. Ibada ya kielelezo cha utii hufuata, ambapo wawakilishi 12 kutoka katika makundi mbalimbali ya watu wa Mungu kutoka sehemu zote duniani huahidi utiifu wao kwa Baba Mtakatifu. Kisha ibada takatifu ya misa huendelea kwa mahubiri ya Baba Mtakatifu. Baada ya hapo, kanuni ya imani huimbwa, ikifuatiwa na sala za waamini katika lugha mbalimbali. Sala huombwa kwa ajili ya kanisa la ulimwengu mzima, kwa ajili ya Papa mpya anapoanza huduma yake, kwa wale walio katika nafasi za mamlaka ya kiraia, kwa wote wanaoteseka au walioko katika shida, na kwa mkusanyiko uliopo katika viwanja vya Mtakatifu Petro. Kisha liturujia ya Ekaristi hufuata mara, ukiimbwa wimbo wa Tu es pastor ovium, yaani wewe ndiwe mchungaji wa kondoo. Katika pete aliyokabidhiwa Papa Leo wa 14, katika muonekano wa nje kuna picha ya Mtume Petro pamoja na wavu, lakini ndani kuna jina la Papa Leo wa 14. Ni mimi Frateri Sostenes Gifti,